Kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuturuzuku afya njema na uhai na kwa kuniwezesha kuendelea na utekelezaji wa majukumu yangu kikamilifu. Vile vile nichukue fursa hii kipekee kumpongeza mwanadiplomasia namba 1 Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jitihada anazozifanya katika kuitangaza Tanzania kimataifa. Ninawaomba Watanzania wote na waheshimiwa wabunge kuendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Rais ili aweze kutimiza malengo ya kuiletea nchi yetu maendeleo. Mheshimiwa Spika, vile vile ninaomba kuishukuru kamati ya Bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama ambao nimehudumu kwa muda wa miaka 9.5 katika kipindi changu cha kuwa mbunge toka 2015 nilipoingia ndani ya bunge lako tukufu. Nimekuwa mjumbe wa kamati ya Bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama. Kwa hiyo natumia pia nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwamba nimekuwa backbench ya miaka 9.5, lakini baadaye akaniona na kunisogeza huku mbele. Na hii ni kitu ambao pia ni shule kwetu, kwa na ustahimilivu. Wakati wa Bwana ukifika, mamlaka itakuona, na mimi wakati ulipofika nilionekana, na kwa kweli namshukuru Mheshimiwa Rais katika maisha yangu. Kwa mara ya kwanza Dr. Samia Suluhu Hassan ananifanya nisimame hapa kuwa sehemu ya kutoa hoja upande wa serikali. Mwenyezi Mungu wa mbinguni ampe maisha marefu sana. Namshukuru sana, lakini kwa wengine wote pia ni namna kuishi katika ustahimilivu. Kama lipo jambo, kwa neema ya Mwenyezi Mungu litakufikia. Asante sana. Pia nitumie nafasi hii kuwashukuru waheshimiwa wabunge wote waliotoa michango mbalimbali, lakini pia Mheshimiwa Spika, uniruhusu wetu wakubwa ya nchi wetu, nikianza na Mheshimiwa Makamu wa Rais Dr. Philip Mpango, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, Mheshimiwa Waziri Mkuu wetu ambaye hapa tunapozungumza yuko Japani katika majukumu yale ambayo ametumwa na Mheshimiwa Rais kuiwakilisha nchi yetu kuendelea kutafuta fursa mbalimbali za masoko na uwekezaji, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Mheshimiwa awali ya Bunge. Mheshimiwa Spika, napenda nikufahamishe kwamba viongozi wetu hawa wanafanya kazi kubwa sana. Mimi kama mmoja wa wasaidizi wa Mheshimiwa Waziri ninapata fursa ya kusafiri kikazi na viongozi hawa. Hawalali, wanakutana na wawekezaji, wanakutana na washirika wa maendeleo. Ninaweza kuwatolea ushuhuda. Tulikuwa London wa Dr. Hussein Mwinyi. Kwa siku 6 tulizokuwepo pale, hakukupatikana hata siku moja ya kusema unaweza kwenda hata dukani ukanunue kitabu. Muda wote ilikuwa ni kazi, 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 kazi. Kwa hiyo haya mnayoyaona ni kwa sababu viongozi wetu wanafanya kazi kubwa. Hawalali, na hiyo ukizingatia tofauti ya masaa hasa wanapokuwa katika ziara maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, ninaomba wazira nisipomshukuru Mheshimiwa waziri wangu Balozi Mahmoud Thabit Kombo. Ninawiwa kusema kwamba ninamshukuru Mungu na ninamshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kunipa nafasi ya kufanya kazi chini ya kiongozi mwenye upendo, problem solver, lakini ambaye ni result oriented. Mimi na wenzangu katika wizara tunajisikia ni watu wenye kubarikiwa kufanya kazi chini ya waziri Mahmoud Thabit Kombo. Ni kiongozi anayefikika, ni kiongozi ambaye anashaurika. Ninakumbuka wakati wa Energy Summit kulitokea jambo, kaambia Mheshimiwa Waziri, kwenye hili naomba wewe ndio usimame. Akasema hapana, hiyo nimekupa wewe, nimedelegate, una baraka zangu zote, endelea. Nikamwambia lakini kwa uzito wake Mheshimiwa, naomba hili shaurika. Ni kiongozi ambaye ameleta amani ya nafsi katika watendaji katika wizara, na sisi kama wasaidizi wake tunamuombea heri na utendaji mwema na uliotukuka. Lakini pia ninawiwa kumshukuru pacha wangu Dennis Londo ambaye hayupo hapa, yuko katika pia majukumu ya kimataifa kwenye mkutano wa Benki ya Maendeleo Afrika ambao mnafahamu kwamba imekuwa yenye kusupport sana katika miradi mbalimbali ya maendeleo ya nchi yetu. Na pia kule kuna uchaguzi mkubwa wa kumpata rais mpya wa Benki ya Maendeleo ya Afrika. Kwa
Kwa Mheshimiwa Makamu wa Rais yupo kule kuwakilisha nchi yetu na masuala mengine, na Mheshimiwa Londo pacha wangu ndio maana yupo katika bunge letu siku ya leo, ambaye ni mbunge wa Mikumi. Kwa hiyo na wananchi wa Mikumi wakimwona wamuoni, basi wajue yuko kwenye majukumu ya kimataifa. Lakini pia watendaji wa wizara akiongozwa na Balozi Shelukindo, Samuel Shelukindo, Balozi Steven Mbundi na naibu katibu mkuu Said Shaibu Musa Balozi, pamoja na wakurugenzi, watumishi na watendaji wote kuanzia wahudumu, masekretari, madereva, wote wanatupa ushirikiano mkubwa sana. Lakini kipekee nitumie nafasi hii kuwashukuru wananchi wa jimbo la Mafinga mjini ambao heshima hii niliyopewa na Mheshimiwa Rais sio wa kwangu, ni heshima yao wana Mafinga kwao kupitia mimi mtoto wao. Na waomba muendelee kumuunga mkono Mheshimiwa Rais, muendelee kuniunga mkono na mimi. Wenyewe mnajionea kama tunavyosema kule Mafinga, slogan yetu ni ile ile, Mafinga ya chumi, kazi zinaongea na kazi zitaendelea kuongea. Wow. Na washukuru sana wananchi wa Mafinga mjini, tuendelea kuombea nchi yetu kama mara zote nikisema katika mikutano, kuombea viongozi wetu, kuombea familia zetu na kuombeana sisi kwa sisi kwa maana ya ustawi wa taifa letu. Na nataka niwafahamishe kwamba lakini pia nishukuru familia yangu, mke wangu, wanangu na wote ambao wananisapoti katika shughuli mbalimbali kuniwezesha kuwepo hapa, vijana wanaonisapoti nyumbani katika kazi zangu, na kila mmoja ambaye kwa namna moja au nyingine ana mchango katika maisha yangu kufika hapa ambapo nimefika. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo nijielekeze sasa katika baadhi ya hoja za waheshimiwa wabunge, lakini nianze na hoja za kamati. Hoja ya kamati imetueleza kwamba, na huu ndio ukweli, 70% ya bajeti ya wizara inaenda kufanya kazi katika balozi zetu. Na Mheshimiwa Zaoro amesema hapa, mabalozi wachape kazi, na sisi tunakuja na performance indicator. Nia yetu ni nini? Ikiwa Mheshimiwa Rais na viongozi wetu kitaifa wanafanya kazi kubwa ya kuifanya nchi itambulikane kimataifa, basi ni matarajio yetu kama wizara ile 70% ya bajeti inaokwenda balozi iwe na tija, iwe na litani, kutuletea wawekezaji, kufungua masoko, kuendelea kutangaza nchi, kupata watalii na fursa za ajira na fursa za elimu kwa watoto wetu. Kwa hiyo tutakuja na mkakati wa kuwa na performance indicator ili 70% iendane, kile kinachoenda katika balozi zetu basi kiwe na tija kwa taifa letu la Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, hoja nyingine ya kamati imezungumzwa kuhusu kuwafanya Watanzania waweze kuwa na uelewa huu wa diplomasia ya uchumi. Mimi kama mjumbe wa kamati wa muda mrefu tumelisema sana hili katika kamati zetu. Na hapa napenda kutumia nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kupitia sera yetu hii toleo la 2024. Humo pamoja na mambo mengine tumeeleza na Mheshimiwa Rais ametuelekeza, na hapa nitoe wito kwa sekta zote za binafsi na za umma, tutakapoajia kupitia mabalozi wa staafu, basi mtupokee ili katika kupanua wigo wa kufahamu fursa mbalimbali ambazo zinapatikana kupitia diplomasia ya uchumi, za ajira, za elimu, za masoko, za biashara na za utalii. Mheshimiwa Spika, jambo lingine ambalo kamati imezungumza ni faida ya ziara za viongozi. Mheshimiwa waziri wangu atasema kwa upana, lakini mojawapo kama ambavyo tumesema ni pamoja na kutafuta masoko, ni pamoja na kuvutia wawekezaji, ni pamoja na kuleta watalii, lakini lingine lililo muhimu ni pamoja kuvutia mikutano. Ninyi wenyewe mmeona katika muda mchache tumeona mkutano kama wa NH Summit ambao mimi, ndugu waheshimiwa wabunge, nilihusika kwa karibu 60% kupokea na kuwasindikiza viongozi wakubwa waliokuja katika mkutano ule, na wote kwa mujibu wa kidiplomasia nilipokuwa nikiwapokea na waenda nao kwenye gari mpaka hotelini, wananiambia tumekuja kwa ajili ya heshima ya Mama Samia. Wao wana msemo kao kobita kao kopiluka, mkono utoao ndio mkono upokeao. Mnapoona viongozi wetu wanakwenda, na wao ndio wanaweza kujenga imani ya wengine na wenyewe kuja. Na wale wanapokuja, maana yake ni kwamba kama nilivyosema, tunafungua masoko, tunatafuta wawekezaji, tunaleta watalii, tunafungua fursa mbalimbali katika taifa letu. Lakini mmeona tulikuwa na mkutano wa e-learning hivi karibuni na wenzetu wa Wizara ya Elimu, tulikuwa na mkutano wa Coffee Summit na wenzetu wa Wizara ya Kilimo. Lakini the most important, hili lazima tulielewe, viongozi wanapofanya ziara, wanapokutana na wawekezaji na washirika wa maendeleo, maana yake ni nini? Kuna kitu kinaitwa political will. Maana yake unawapa imani, unawajengea kuaminika na kuaminiwa zaidi wale ambao unaenda kukutana nao
Kwa ziara hizi zina mchango mkubwa sana Mheshimiwa Spika. Nimesema masoko, biashara, lakini political will. Wabunge wameelezea kuhusu AFCON na CHAN. Na mimi kama mwanamichezo, Mheshimiwa Spika, ninapenda kusema kwamba sisi kama wizara tuko tayari kushirikiana na wenzetu katika kuhakikisha kwamba tunaimarisha sio tu diplomasia ya uchumi na public diplomacy, lakini na kitu kinaitwa sports diplomacy. Tumeona vilabu vyetu Simba na Yanga miaka miwili mfululizo vimefika finali ya Confederation, ni sports diplomacy. Lakini tumeona tuna watoto wetu katika michezo, watoto wa kike wanacheza katika ligi huko duniani, wako watoto wanacheza kina Clara Luvanga, wako Saudia ligi, wako Mexico, yote ni sports diplomacy. Kwa hiyo tunaahidi kushirikiana na wizara zinazohusika kuhakikisha kama tulivyofanya katika Energy Summit na katika CHAN na katika AFCON, tutakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba sports diplomacy inaendelea kuthibitika chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Spika, kwa kumalizia, naona umewasha, imezungumzwa kuhusu diaspora. Na Mheshimiwa Kimei amesema vizuri sana. Tuna hiyo Diaspora Digital Hub. Tunatoa wito na sera yetu kwa mara ya kwanza pamoja na mambo mengine imeelezea ushiriki na ushirikishwaji wa diaspora. Kwa hiyo ni uthibitisho kwamba tunapanua wigo wa ushiriki wa diaspora ili na wenyewe wawe na mchango katika taifa letu wa kiuchumi, wa kiuwekezaji, lakini na wenyewe kama mabalozi wetu wa kutafuta fursa kule nje ya nchi. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema haya, narudia tena kuwashukuru waheshimiwa wabunge waliochangia na bunge lako tukufu, na nimalizie kwa kusema kama utaridhia kwa lugha ya kueleweka kidogo. Muda umeshaisha Mheshimiwa. Watanzania ni waombe tusijichukulie poa, tuko vizuri duniani, tujiamini, tumuunge mkono Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Baada ya kusema hayo, naunga mkono hoja. Asante sana. Mheshimiwa Mahmoud Kombo, Waziri wa Mambo ya Nje, lakini pia na ushirikiano wa Afrika Mashariki, uje uhitimishe hoja yako. Mheshimiwa Spika, kwanza napenda kushukuru tena kwa mara nyingine kwa kunipa nafasi hii ili niweze kutoa ufafanuzi wa kufanya majumuisho ya mjadala ambao umekuwa ukiendelea pamoja na michango ya wajumbe mbalimbali. Mheshimiwa Spika, nichukue fursa hii kukushukuru na kukupongeza tena kwa kuongoza na kusimamia mjadala wetu, wewe pamoja na naibu spika ambaye tulianza naye asubuhi kwa umakini mkubwa na mahiri. Niwashukuru pia sana waheshimiwa wabunge kwa kushiriki kikamilifu katika mjadala huu, na kimsingi maoni yao, michango yao na ushauri pamoja na yale yote ya nyongeza tumeipokea, tutaizingatia, tutaifanyia kazi na pia kuiboresha. Niwaombe jambo moja tu waheshimiwa wabunge, hasa wale waliochangia nitawataja sasa hivi. Fursa nyingine ni za kwetu pamoja. Mimi leo ningekuwa katika nafasi yenu, mabalozi wote wako hawa, basi ningewatumia kwa ajili ya miradi mbalimbali majimboni. Tuna nchi zaidi ya 52 leo ziko pale juu, na hii ni fursa, wametoka kwenye maofisi yao kuja hapa, kwa sababu kule ukienda kwenye maofisi yao kuna mageti, kuna walinzi, unasachiwa na kadhalika. Leo wamo katika uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo naamini sana waheshimiwa, hasa wale wenye majimbo na wale wenye miradi maalum, watatumia fursa hii ya kuwa na mabalozi hapa, lakini sisi kwa upande wa wizara yetu pia tutajitolea katika hilo kuwasaidia na kuwaunganisha nao moja kwa moja. Wapo mabalozi hapa ambao nchi zao zinahitaji juisi ya machungwa. Kwa hiyo machungwa ya korogwe yanaweza yakakamuliwa, yakafungwa vizuri katika vifunganishi na kufika kwao. Hilo tulianze hapa, tusiache fursa hii kututoka. Hiyo Mheshimiwa Spika, ndio diplomasia ya uchumi kwa vitendo, na inaweza kuanzia katika ukumbi wako wa bunge. Mheshimiwa Spika, kipekee kabisa naomba kuishukuru tena kamati ya kudumu ya bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama chini ya uongozi wa mahiri kabisa wa mwenyekiti wetu Vita Rashid Kawawa pamoja na wajumbe wake wote wa kamati kwa kuipatia wizara yetu ushirikiano mkubwa na kwa michango yao mizuri mahiri sana yenye kujenga, kama walivyosema leo, yenye kujenga. Yote wametoa kwa kujenga na tumeipokea, na ninawaahidi
taifanyia kazi kwa kadri ya uwezo Mwenyezi Mungu atakujalia, mimi pamoja na wenzangu wote tuko nao. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa muda wako ni mdogo ulionipa na sitoweza kuwatambua wote, lakini naomba niwatambue kwa uchache kabisa na michango yao na kujaribu kwenda moja kwa moja kwenye michango. Moja, nimelieleza hilo la diplomasia ya uchumi kwa vitendo, lakini nimshukuru sana aliyechangia kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati Mheshimiwa Liberata Mulamula. Kwanza pia nimchukue fursa hii ya kumpongeza kwa nafasi kubwa aliyopata hivi karibuni ya kuwa mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika kwenye masuala ya wanawake, amani na usalama. Hongera sana Mheshimiwa Balozi Liberata Mulamula. Mheshimiwa Balozi Liberata Mulamula anaungana katika orodha ambayo wewe Mheshimiwa Spika umo kama ile IPU wa Tanzania wanaoleta sifa kubwa kwa taifa letu kimataifa. Na Mheshimiwa Spika, haya yote yamefanyika wakati wa Dr. Samia Suluhu Hassan, mwanadiplomasia nambari 1. Naomba niwataje wachache kwa sababu tunataka kutumia ukumbi huu pia kuwafikishia wabunge ambao wana majukumu na wajibu wa kufikisha kwa wananchi. Kwa sababu leo yamezungumzwa mengi sana, lakini nataka baadaye kueleza kwamba tunashirikiana pamoja. Mwananchi wa kawaida akiwa hajui diplomasia ya uchumi na mbunge naye anahusika kama ninavyohusika mimi na wizara yetu ya mambo ya nje. Kwa sababu nyewe mnapokea kwa wananchi, mnaleta hapa waheshimiwa bunge, lakini mna wajibu wa kutoa hapa kurejesha kwa wananchi. Kwa hiyo leo kupitia kwako Mheshimiwa Spika, naomba niwatambue Watanzania hawa kwenye nafasi za kimataifa hawawi hivi hivi bila ya kupewa ridhaa na nchi yao. Hawa Watanzania hawapewi nafasi hizi bila ya rais mwenye kuridhia na kusaini. Hiyo nakwambieni wazi. Mtanzania alikuwa kwa nafasi, hata akifanyiwa interview inaulizwa nchi, kuna Mtanzania huyu amefanya kwa zile nafasi za interview, sio hizi za kina Profesa Janabi za kura, hata zile za interview lazima nchi yake inaulizwa. Wanaita country ama state endorsement, kama Mheshimiwa Spika walivyokuwa endorse wewe kwenda IPU na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wa kwanza kabisa Mheshimiwa ni Tulia Ackson, rais wa Umoja wa Mabunge Duniani. Wa pili Profesa Mohamed Yakub Janabi, mkurugenzi mteule hivi sasa wa Shirika la Afya Duniani kanda ya Afrika. Wa tatu ni Dr. Deo Mwapinga, katibu mkuu jukwaa la mabunge ICGLR. Wa nne Dr. Emmanuel Manase, mkurugenzi wa Shirika la Kimataifa la Mawasiliano Duniani, yani ITU Geneva. Yuko Geneva huyo. Anachukua nafasi kama ile ya Janabi kwa ukanda wa Afrika. Wa tano ni ndugu Joyce Msuya, Dr. Joyce Msuya, msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na naibu katibu mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya dharura duniani, Joyce Cleopa David Msuya. Wa sita Mheshimiwa Elizabeth Maruma Mrema, huyu ni Assistant Secretary General, msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na naibu mkurugenzi mtendaji wa Shirika la Umoja wa Mataifa la Mazingira Duniani. Wa saba ni Dr. Neema Rusibamaila Kimambo, mwakilishi wa Shirika la Afya Duniani ambaye yuko katika ukanda wetu huu wa SADC Malawi. Wa nane Mheshimiwa Mariam Salim, mwakilishi wa Benki ya Dunia, yuko Eritrea, Ethiopia, ambaye pia anafanyia kazi South Sudan na Sudan yenyewe. Wa tisa ni Dr. Zarau Wandelin Kibwe, mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Dunia akiongoza kanda ya Afrika. Tuna sababu ya kutosha Tanzania kujivunia katika nafasi hizi. Na sijamaliza, nimefikia robo tu Mheshimiwa Spika, naomba niruhusu nimalizie ili wananchi wanaweza kuwa na uelewa kupitia wabunge wao. Wa 10 ni Mheshimiwa Dr. Ladislaus Changa, makamu mwenyekiti jopo la wanasayansi wa masuala ya tabia ya nchi duniani. Wa 11 ni Dr. Pascal Waniha, makamu mwenyekiti kamati ya Infocom ya shirika ya hali ya hewa duniani. Wote wanatoka kwenye majimbo yenu hawa. Wa 12 Mheshimiwa Dr. Mohamed Juma, mkurugenzi wa Afrika kwenye kituo cha urithi wa dunia cha Afrika. Wa 13 Profesa Joram Mukama Biswaro, mwakilishi maalum wa kamishna wa Umoja wa Afrika na mkuu wa ofisi ya Umoja wa Afrika Sudani ya Kusini. Wa 13 ni Dr. Richard Muyungi, mwenyekiti wa kundi la wataalamu wa Afrika katika majadiliano ya mabadiliko ya tabia nchi chini ya mkataba wa Umoja wa Mataifa COHOSK,
kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Wa 14 Bisara Mbago Bunu, mkurugenzi wa division ya Mashariki ya Kusini mwa Afrika kwenye IFAD. Hao ndio wanashughulikia kilimo, mboga, mifugo, uvuvi na kadhalika. Wa 15 Mheshimiwa Judge Imani Abud, rais wa Mahakama ya Haki ya Watu, ambaye leo ametetewa sana katika jengo lake mjini Arusha, na anayeungana na orodha hiyo wa 16 ni Mheshimiwa Liberata Mula, mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika masuala ya wanawake. Hii mheshimiwa inaashiria kweli hizi taarifa huwa hazitoki na wala hatu ina uelewa wa Tanzania tunaelekea wapi, lakini tutajitahidi mheshimiwa kupitia jukwaa hili pamoja na majukwaa mengine ya habari kupitia bunge lako tukufu kufikisha taarifa hili. Mheshimiwa, jingine ambalo limezungumziwa pia ni kuhusiana na majengo. Hili la majengo limezungumziwa sana, lakini nichukue fursa hii kwamba kusema kwamba tutakwenda hatua kwa hatua. Tuna majengo 105, aliajiriwa yule anayetoa ushauri kuhusiana na masuala ya majengo, na kutokana kwa mujibu wa uwezo wetu tutakwenda majengo 10 kwa uwezo huu wa serikali pamoja na mashirika ya umma. Lakini mheshimiwa, nichukue fursa hii kutoa wito, kwa sababu wabunge wengi katika maoni yao na michango yao wamesema kwamba tushirikishe pia sekta binafsi. Nichukue fursa hii kupitia bunge lako tukufu kualika pia wale waliokuwa kwenye sekta binafsi, kwa sababu haya majengo yako nchi mbalimbali duniani, watoe expression of interest, waeleze hamu ama nia ama dhamira yao ya kutaka kuingia ubia na serikali. Sisi tutapokea na tutafikisha kwenye vyombo husika, kwa sababu hii michakato inapitia vyombo vingi ili kupokea. Tumepokea mpaka sasa hivi wawekezaji wawili kutoka sekta binafsi ambao wameonyesha nia na dhamira kwa majengo yetu yalikuwa kule nchini Marekani katika uwekezaji. Tumeyapokea na hivi sasa hivi yanafanywa kazi. Kwa hiyo tunatoa wito huo, kwa sababu haya majengo ni mengi, hatuwezi kuyafanyia kazi mara moja. Juzi nilibahatika Mheshimiwa Spika kutembelea nchi ya Uganda, na nimekuta jengo letu liko pembeni ya ubalozi wa Marekani, na hali yake kwa kweli si nzuri, limeachwa miaka mingi. Naamini wajumbe wa kamati wengine walitembelea lile jengo la balozi Uganda, na liko sehemu nzuri sana kwa sababu kuna view pale, Waingereza huwa wanaita $1 million view, ambayo iko pale inaangalia. Kuna kila sababu na hoja na faida pia ya kuliendeleza jengo lile. Kwa hiyo tunakaribisha sekta binafsi kuja. Utajiri tuliokuwa nao nje ya nchi, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mkubwa. Sidhani kama kuna nchi nyingi duniani zenye majengo mali yao 105 nje ya nchi zao, si nchi nyingi duniani. Naamini tumo katika 10 bora. Kwa hiyo tunakaribisha sekta binafsi kuja kuungana nasi, na tutafanya kazi kwa karibu sana na kamati yako Mheshimiwa Vita Kawawa pamoja na wajumbe, kwa sababu mmetoa maoni mengi katika eneo hilo. Mheshimiwa Spika, ripoti ya kamati tunashukuru sana, imekuwa ikijenga kwenye maeneo mengi sana. Wamezungumzia kuhusu bajeti ya maendeleo, wamezungumzia sehemu kubwa 70% tunatumia ubalozi ni kwetu, lakini tija wakati mwingine na mrejesho unakuwa mdogo. Namshukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa mchango wake, ametoa ufafanuzi, lakini naomba na mimi niweke msisitizo kwamba mara hii tunakwenda na zile KPI halisi kwa mabalozi wetu wote. Kwa hiyo watakuwa wanaulizwa kutokana na matokeo halisi. Tutajihusisha zaidi na AFCON, sio letu moja kwa moja, wengi hawalijui, lakini tutajihusisha zaidi. Tutajipendekeza, tutajishirikisha, tutajiingiza na sisi tuwemo katika hili la AFCON, kwa sababu ni maagizo hata ya Mheshimiwa Rais wakati anawapisha mawaziri, wakati ule alitoa maagizo hayo. Kwa hiyo na sisi tutajishirikisha zaidi kulibeba pamoja na wenzetu wanaolisimamia moja kwa moja. Mheshimiwa, nimshukuru Mheshimiwa Zahor, ameeleza mengi sana, lakini nipokee pongezi zake na niwahakikishie waheshimiwa wote waliompongeza Mheshimiwa Rais atazipata pongezi zenu na sisi tunazipokea kwa ajili ya kuzifikisha. Kuhusiana na sekta binafsi ushiriki, tumepokea Mheshimiwa, nimshukuru mchango wake kuhusiana na diplomasia ya uchumi kwa vitendo. Naomba Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tutawashirikisha pia waheshimiwa wabunge wote juu ya muongozo wa diplomasia ya uchumi, ili kuwatumia wao kama fursa kwetu sisi kufikisha taarifa, elimu kwa wananchi wao kutoka maeneo mbalimbali. Hilo tutalifanya Mheshimiwa. Nimshukuru sana Dr. Alfred Kimea Korogwe mjini. Naomba Mheshimiwa nimwambie fursa inaanzia leo,
sio kesho wala kesho kutwa. Fursa ya machungwa ya Korogwe ianzie hapa hapa. Kuna nchi zaidi ya 5 nitamtambulisha nazo sasa hivi moja kwa moja pale juu, ambao wana mashine za kukamua na kufunganisha. Nawajua mimi kwa sababu walishatuletea, na moja hapo ni Saudia, yuko pale juu, Saudi Arabia. Wao wana uhitaji mkubwa sana. Kwa hiyo fursa hii tutaunganisha hapo hapo ili irudi kwa wananchi, kazi iendelee. Mheshimiwa, nimshukuru sana Mheshimiwa Maimuna Salum Mtanda kutoka Newala. Yeye ni mjumbe wa kamati, alichangia sana kwenye kamati, na tufikishie salamu zetu kule Pachoto kwetu. Lakini ni kusema kwamba bado tunaendelea na mara hii tunataka tuwashirikishe wabunge pia. Tumewashirikisha mabalozi, lakini katika hii Royal Tour, hii kampeni ya Royal Tour inaendelea, tunataka kuwashirikisha na wabunge pia. Hivyo kwa uchache tutaanza na kamati yetu, alafu tutakwenda kwa wengine ili tuweze kutanua wigo. Mheshimiwa Spika, nikujulishe pia kama Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alivyokuwa ametuwekea mfano mzuri wa kuwashirikisha wafanyabiashara na sekta binafsi. Naomba nikujulishe kupitia bunge lako, na mimi nimeanza programu hiyo ya kuwashirikisha wafanyabiashara na sekta binafsi katika kila safari inayokwenda ambayo inakuwa na jukwaa la biashara, ili hii diplomasia sasa ishuke kwa vitendo, diplomasia ya uchumi. Safari yangu ya mwisho nimekwenda mjini Vietnam, Ho Chi Minh na Hanoi. Nimekwenda. Mheshimiwa Waziri, nadhani kuna kitu kimetokea hapo. Hausikiki vizuri. Nasikika sasa hivi? Asante. Nimechukua wafanyabiashara wote jumla 7 ambao tumeambatana nao, na niseme tu wamefanya vizuri sana kwenye zao la kahawa, kwenye zao la katani kule Vietnam, kwenye zao la korosho. Wonderful performance, na matokeo yalikuwa mazuri sana. Kwa hiyo tunataka kuongeza wigo. Bahati nzuri wao wanajilipia wenyewe, hawachukui chochote kutoka kwenye bajeti ya serikali. Tiketi wanajikatia wenyewe, wengine wanakaa first class, sisi tunakaa business class. Kwa hiyo wanakuwa hata mbele yetu kwenye ndege. Kwa hiyo hiyo ndo tija na faida ya biashara. Kwa hiyo hilo wala hatuoni wivu, tunasikia raha na fahari kwamba mfanya biashara akiwa amekaa hata mbele kuliko serikali, kwa sababu mwisho wa siku ile kodi inarudi wapi? Narudi kwenu. Kwa hiyo hilo tumeshajiisha, tunazidi kuwashajiisha, na kupitia kwenu tunataka kuwashajiisha wafanyabiashara zaidi ili kwenda nao. Niwashukuru sana wale wote waliokuja leo kutunga mkono, pamoja na ndugu yangu Dr. Abdul Majid Nsekela CRDB. Wao wamekuwa pia katika mstari wa mbele pamoja na wenzao wengine NMB na benki nyingine zote wamekuwa mstari wa mbele sana. Asante sana ndugu yetu Abdul Majid Nsekela katika kutuunga mkono panapokuwa na fursa. Lakini sio ile tu, wamefungua branch kwenye nchi zote tunazopakana nazo, ili Watanzania waweze kufanya biashara zao kwa urahisi zaidi na fedha zao ziweze kwenda zaidi. Mheshimiwa Spika, niendelee kusema kwamba haijapata kutokezea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi na miezi 11 leo kamili katika wizara hii, niko miezi 11 kamili. Haijawahi kutokezea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupata zawadi na kutambuliwa duniani, Goalkeepers Award, UAE Award, na zawadi za kimataifa kwa kazi ya clean cooking, kwa champion AU kule SADC nyingi kama, yani na orodha ya hizi award alizopata duniani nyingi sana, kiasi cha kwamba siwezi kuzitaja, lakini tutawasilisha kwa maandishi, mpaka kule kwenye mazingira, kwenye masuala ya COP, kwenye masuala ya Umoja wa Mataifa pia, na kwa Bill Gates Foundation as well. Kwa hiyo hayo yote mheshimiwa yametokea katika kipindi hichi kifupi ambacho Mheshimiwa Rais wetu ameonesha njia kubwa sana ya mafanikio ya nchi. Mheshimiwa, kuhusiana na AICC tumepokea yote, na wadaiwa sugu ni kweli ni mashirika ya serikali, na nimepokea mchango wa Mheshimiwa Grace Victor Tendega juu ya kwamba tufanye kama sekta binafsi. Sasa hivi hujalipa huingii, hujalipia ukumbi ufanye shughuli yako pale. Kwa hiyo na sisi tutajitahidi kulifanya hilo. Nimshukuru sana Mheshimiwa Festo Sanga, jimbo la Makete, kuhusiana na mikoa ya jirani, mikoa ile karibu na mipakani, tutaifanyia kazi yote na kuimarisha mawasiliano. Nimshukuru sana Mheshimiwa Ali Raza, jimbo la Shauri Moyo kwetu huko kwa Mtiptip, juu ya ushawishi mkubwa wa kimataifa, kuimarisha umoja na mshikamano kati yetu. Mimi niseme tu siri kubwa ya mafanikio hata humu bungeni
hata nyumbani kwako binafsi, ni mshikamano, mashirikiano, upendo lazima. Mambo matatu hayo, na sisi ndio msingi wetu wizarani. Inaondoa fitna, inaondoa hasada, inaondoa chuki, inaondoa migongano. Mtu yote anakuletea fitna, unaambia tukae tulijadili pamoja. Kwa hiyo fitna zile ndogo ndogo nyingi zinaondoka. Hiyo ndio siri yetu ya mafanikio. Kwa hiyo tunapiga vita sana fitna. Na nimshukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri, ameeleza Mwenyezi Mungu ndio mpangaji. Mwenyezi Mungu ndio mpangaji. Mpangaji wa maisha yetu, mpangaji wa hizi pumzi zetu, mpangaji kwa nafasi zetu. Wengine sisi hatukulalia wala hatukuamkia. Lakini leo Mwenyezi Mungu ametujalia, mimi niko mbele yenu kwa mara ya kwanza kabisa nasoma. Yeye kwa mara ya kwanza miaka 9.5, mimi kwa mara ya kwanza katika miezi 11. Kwa hiyo yote hayo anayopanga ni Mwenyezi Mungu, na naamini Mwenyezi Mungu atatupangia mazuri zaidi kwa muda huu tunakwenda nao, kwa muda ujao, kuanzia rais wetu na mwezi wa Oktoba, pamoja na nyinyi nyote waheshimiwa wabunge, na kwako Spika, nimeona juzi unatangaza jimbo limebadilishwa jina, jimbo jipya na kadhalika. Kwa hiyo na kwako pia nimeona na nimefuatilia kwa makini sana kwenye runinga. Kwa hiyo nikuchukue fursa hii pia kukupongeza. Kwenye swala la conference tourism na MICE tourism, hapa katika maono, miongoni mwa maono makubwa ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huwa anatuambia sisi mawaziri wake, la kwanza kabisa kuliamini jambo, you have to believe in it kuwa successful. La kwanza kabisa, jambo lolote lazima wewe mwenyewe uliamini kwa asilimia zote. Usipoliamini haliwi, na hata Mwenyezi Mungu haweki mkono wake usipoliamini. Lakini ukiliamini, na Mwenyezi Mungu naye anakuwekea mkono wake. Yeye ameamini swala la kupunguza vifo vya watoto duniani, amepata Goalkeepers Award. Leo Tanzania inasifika duniani kwa kupunguza vifo vya watoto. Ameamini kuokoa afya za mama na mtoto katika kifua, kuvuta pumzi kwa moshi wa kuni. Amefanikiwa, leo amepata double champion. Amekuwa champion wa afya za kina mama na watoto, lakini amekuwa champion wa mazingira. Limegeuka lile la afya, limekuwa la mazingira duniani, kwa sababu she believed in it, alikuwa ameamini. Ameamini katika kazi zetu sisi tunazozifanya, tumefanikiwa. Baada ya Dr. Ndugulile kufariki dunia, mwenzetu hapa, Mheshimiwa Rais aliingia unyonge sana. Tukawa tunasema sasa hii nafasi ndio imetupotea Tanzania. Lakini akaamini, akasema yuko Mtanzania mwingine atasimama, profesa, akatutia, maana na sisi pia tulikuwa tumeumia, tumevunjika moyo, akatutia sisi nguvu za kiajabu. Yuko yule mama Neema Lubangira, mheshimiwa mbunge, tumekwenda naye. Mheshimiwa Eli Kingu, yuko wapi Eli Kingu? Tumekwenda nao, hawa wametutia nguvu kule. Tumefika Geneva, tumepiga kampeni zinashindana na sasa CCM kampeni hizo. Tumekuja na ushindi, na naamini ushindi wa CCM nao utakuja. Tumekuja na ushindi wa Profesa Janabe kuwa mshindi. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, kila jambo ni kuliamini, na nashukuru sana Mheshimiwa kiongozi wetu mkuu, kwa sababu yeye ni mwanadiplomasia namba 1. Ukiangalia katika mfumo wa wizara hii wizara ni ya rais, kwa sababu yeye ni namba 1, wengine wote wanafuata huko. Kwa hiyo maono yake ndio alileta mafanikio yote haya, na sisi maono yake ndio anatupa nguvu. Mkatupa sifa zote leo, ni maono yake anatupa nguvu na imani yake ambayo sisi tumekuwa tukifanyia kwa kazi kubwa sana. Mheshimiwa, kwa kumalizia, niwashukuru wachangiaji wote pamoja na wale ambao sijawataja, niwashukuru kwa michango yao. Na sasa Mheshimiwa, kwa sababu kengele zimeshapigwa kadhaa naona hapa, na utaratibu huu ni mara ya mwanzo, wengine wageni, hatutaki kuvunja utaratibu huu, tusije tukaonekana watu ajabu. Naomba kutumia ile lugha ambayo inatumika hapa, naomba kutoa hoja Mheshimiwa. Asante. Na kuunga mkono hoja. Mheshimiwa Kombo, wewe unatoa hoja tu, wanaunga mkono ni hao waliosimama. Asante Mheshimiwa, kwa sababu nilijua na mimi mbunge, kwa hiyo naunga mkono. Kwa hiyo baada ya maelezo hayo, sasa naomba kuunga mkono hoja, kutoa hoja. Haya, asante sana. Asante sana.